fungu la 7, lakini tuna hazina hii katika vyombo vya udongo, ili adhama kuu ya uweza iwe ya Mungu, wala si kutoka kwetu. Lakini tuna hazina hii katika vyombo vya udongo, ili adhama kuu ya uweza iwe kutoka kwa Mungu, na wala si kutoka kwetu. Baba, kwa dakika hizi chache zilizobakia, tunatamani sana tuone umuhimu wa Roho wako Mtakatifu kukaa ndani yetu. Tunatamani mwisho ya mikutano hii tujue ya kwamba uwepo na ujazo wa Roho Mtakatifu kwenye maisha yetu ni swala la kifo au uhai, tena uzima wa milele. Sema pamoja nasi jioni ya leo. Tuko tayari kuisikia sauti yako ya upole na ya upendo, ikituita kutoka katika dhambi na kutukaribisha katika haki yako. Kama yuko mmoja ambaye bado yuko njia panda, kama yuko mmoja ambaye bado hajafanya maamuzi, ninaomba kupitia neno la jioni ya leo na kwa msukumo wa Roho wako Mtakatifu, mtu huyo jioni ya leo asimame kwa ajili yako. Jitwalie utukufu katika ibada hii, ni katika jina la Yesu tumeomba, amen. Paulo anaandika katika Wakorintho wa pili, anasema lakini tuna hazina hii katika vyombo vya udongo, ili adhama kuu ya uweza iwe kutoka kwa Mungu, na wala si kutoka kwetu. Paulo anaongelea nini? Paulo anaongelea kipindi ambavyo matajiri wa enzi zake walitunza vito vya thamani. Kipindi cha Paulo banking system haikuwa strong kama ilivyo leo, na kipindi hicho watu wengi walifanya biashara kupitia vito vya thamani, mawe ya thamani, dhahabu pamoja na lulu. Kwa hiyo tajiri akiwa ana vito vya thamani na anataka kuvitunza, alitafuta chungu kikuu, chungu kilichochoka, chungu ambacho pale nyumbani hakina kazi, chungu ambacho kimekwisha labda pata ufa, hata maji hakiwezi kuchemsha. Na tajiri angeweka vito vya thamani ndani ya hiki chungu, halafu angekifunika kile chungu, na angeenda kwenye shamba lake mahali na kuchimba shimo na kufukia kile chungu kilichojaa vito vya thamani, na labda angeweka alama pale juu ya shamba, ili siku akitaka kurudi kuchukua vito vyake vya thamani, basi angeenda shambani akachimbua na kutoa vito vya thamani. Miaka kama 7 iliyopita hapa nchi za Mashariki ya Kati, wachimbuzi hawa wanaoitwa archaeologist walichimbua chungu ambacho ndani yake kilikuwa na dhahabu miaka 7 iliyopita yenye thamani ya $130,000. Na explanation rahisi kabisa ni kwamba yawezekana kuna tajiri mmoja alitunza vito vyake vya thamani, familia haikujua, na labda akafa, na kwa sababu haikufahamika, archaeologists wakifanya utafiti na uchimbuzi wakakuta chungu kilichochoka sana, lakini ndani yake kimeweka dhahabu yenye thamani ya $130,000. Na Paulo ndicho anachoongelea hapa katika Wakorintho wa pili sura ya 4 fungu la 7. Anasema lakini tuna hazina hii katika vyombo vya udongo. Ukiwa mwanafunzi makini wa Biblia, utagundua ya kwamba Paulo anakufananisha wewe mwanadamu na ananifananisha mimi mwanadamu na chombo cha udongo. Maana anasema wewe mwanadamu una hazina hii. Hiyo hazina imewekwa wapi? Imewekwa katika chombo cha udongo, imewekwa ndani yako. Na wazo la Paulo kunifananisha mimi na chombo cha udongo, tena kisicho na thamani, si wazo linalofurahisha sana. Kwani Paulo hajui Mwanzo 1:26 inasema mimi nimeumbwa kwa mfano wa Mungu na sura ya Mungu? Kwa nini anifananishe mimi na chombo cha udongo tena kisicho na thamani? Kwani Paulo hajui ya kwamba Zaburi 139 na fungu la 4 inasema ya kwamba mimi nimeumbwa kwa namna ya ajabu tena ya kushangaza? Paulo, unawezaje kunifananisha mimi na chombo cha udongo tena kisicho na thamani? Mgeukie jirani yako, mpe tabasamu, muulize, wewe ni chombo cha udongo wewe? Kisicho na thamani? Kama anatabasamu huyo, labda ana roho wa Mungu ndani yake. Mimi ukiniambia ni chombo cha udongo tena kisicho na thamani, yani chungu ambacho hata pale nyumbani maji hakiwezi kuchemsha, unifananishe mimi na kitu useless kama chungu, ugomvi wake si mdogo. Na Paulo ninapomuhoji katika Biblia, ndio ananijibu kwenye Warumi 3 fungu la 23. Anasema kabla ya kuingia dhambini mwanadamu alikuwa na thamani kubwa, lakini baada ya kuingia dhambini, Warumi 3:23 nasema wote
wote wametenda dhambi, na kwa sababu wametenda dhambi wamepungukiwa na utukufu wa Mungu. Dhambi imeondoa thamani ya maisha ya mwanadamu. Kabla ya dhambi, mwanadamu alikuwa anaishi milele. Mwanadamu hakuwa kitu cha kufa. Mpango wa Mungu kwa mwanadamu ni asife, aishi milele. Lakini kwa sababu ya dhambi, Paulo anasema wewe na mimi ni sawasawa na chombo cha udongo, kwa sababu Warumi 6:23 inasema, kwa maana mshahara wa dhambi ni nini jamani? Thamani ya mwanadamu imeshuka. Amekuwa tu kitu cha muda kitambo. Mwanadamu thamani yake imeshuka, amekuwa kama chungu chenye ufa. Useless. Hata maji hakiwezi kuchemsha. Maana dhambi imemharibu na dhambi imemkaribishia mauti. Dhambi imetuharibu kiasi kwamba haihitaji madarasa ya kufundisha watu kutenda dhambi, lakini watenda dhambi wanaongezeka kila siku. Selfishness imekuwa kama sehemu ya maisha ya mwanadamu. Tunazaliwa tukiwa na asili, tumepinda kuelekea dhambi. Selfishness. Mwanangu niliwahi kumpatia kitu kizuri, sitakisema ili dokta asije akanitia matatani na parenting style zangu, lakini nilimpatia kitu kizuri, akakionja na akagundua hiki kitu ni kitamu. Nilipomwambia naomba, japo mimi ndio nimempa, mimi ndio nimemletea, mimi kwa uchaguzi wangu ndio nimeamua kumpatia, nilipomwambia naomba akaficha dhambi. Hata vitoto vimeathiriwa. Na kwa sababu hiyo tumekuwa tu kama chombo cha udongo, chungu, tena chungu kisicho na thamani. Lakini namshukuru Mungu, maana fungu linasema japo thamani yetu imeshuka, tumekuwa kama chombo cha udongo, chungu chenye ufa, kisicho na thamani. Ndani yetu imo hazina kuu. Tungekuwa tu ni chombo, chungu kisicho na hazina yoyote, tungekuwa useless. Lakini japo ni chungu kisicho na thamani, kilichoharibika, hata maji hakiwezi kuchemsha, thamani yetu sio katika vile tulivyo. Thamani yetu ni kwenye hazina kuu iliyomo ndani yetu. Na unauliza, pastor, hiyo hazina kuu ni nini? Hiyo hazina kuu ni nini? Pale Wakorintho wa pili, pale tuliposoma. Wakorintho wa pili sura ya 4 fungu la 4, sikia neno la Bwana linachosema, ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikara zao, wasioamini, isiwazukie nuru ya injili ya utukufu wake Kristo, aliye sura yake Mungu. Shika hilo neno, nuru ya injili ya utukufu wa Kristo. Wakorintho wa pili sura ya 4 fungu la 6, kwa kuwa Mungu aliyesema nuru itang'aa toka gizani, ndiye aliyeng'aa wapi? Mioyoni mwetu. Kwa kuwa Mungu aliyesema nuru itang'aa toka gizani, ndiye aliyeng'aa mioyoni mwetu, atupatie nuru ya elimu ya utukufu wa Mungu katika uso wa Yesu Kristo. Paulo anasema hiki chungu chenye ufa, chungu kisicho na thamani, ndani yake kinang'aa nuru ya utukufu wa Kristo Yesu. Sasa hiyo ili Wayahudi wanaielewa vizuri, sisi hatuielewi sana. Wayahudi wana wa Israeli wakitoka Misri, wakiwa wanatembea jangwani, Mungu aliwapatia nguzo ya moto ikawa inawamulikia usiku. Halafu mchana akawapatia nguzo ya wingu ikawa inawakinga jua. Ungemuuliza Myahudi, hicho kinachong'aa hapo ni nini? Angekwambia hiyo ni nuru ya Mungu. Kwa lugha yao wanaita Shakaina.
Na ungemuuliza hiyo nuru ya Mungu ni nini, angesema huo ni uthibitisho na udhihirisho ya kwamba Mungu yuko pamoja nasi, ya kwamba kila tunapotembea hatutembei peke yetu. Tunapoiona nguzo ya moto, hiyo ni Shakaina inayotuambia ya kwamba Mungu yupo katikati yetu. Baadaye unaposoma Kutoka sura ya 25, Mungu akawaambia, sasa na mnijengee patakatifu ili nikae katikati yenu. Patakatifu pale kulikuwa na ua wa nje, kulikuwa na sehemu ya pili inaitwa patakatifu, kulikuwa na sehemu ya tatu inapoitwa patakatifu pa patakatifu. Na ndani ya patakatifu pa patakatifu, moja ya vitu ambavyo ungekutana nayo ni ile the Ark of the Covenant, kwa Kiswahili tunaitaje? Sanduku la agano. Na ndani ya sanduku la agano ungekuta amri 10, mbao 2 za mawe, na kutoka katikati ya zile mbao 2 za mawe kulikuwa na nuru inayong'aa kutoka kwenye sanduku la agano, inang'aa kwenda juu. Ungemuuliza Muisraeli yoyote, hiyo nuru inayong'aa kutoka patakatifu patakatifu, hiyo ni nini? Angekwambia hiyo ni Shakaina. Ungemuuliza Shakaina ni nini? Angekwambia huo ni uthibitisho ya kwamba hatuko peke yetu, Mungu yuko pamoja nasi. Walionielewa waseme amina. Na Paulo anasema eti sisi nasi japo ni vyombo vya udongo vilivyoathiriwa na dhambi, nuru ya utukufu wa Mungu, Shakaina glory, inang'aa ndani yetu, ya kwamba hatuko peke yetu. Hujaelewa? Hili swala lilikuwa sio swala jepesi kwa Waisraeli. Ukisoma Samueli wa kwanza sura ya 4, kuna mzee mmoja pale anaitwa Eli. Eli ni kuhani wa Israeli, na Eli ana vijana wake wawili, watoto wa wachungaji, Hofni pamoja na Finehasi. Na kama ilivyo ada, shetani akimkosa mzee anapiga watoto. Kwa hiyo mkiona watoto wa wachungaji tunakwenda ndivyo sivyo, mtuombee zaidi. Acheni kutusema, acheni kutulaumu, nyie tuombeeni. Bwana Yesu asifiwe. Maana mimi niko hapa, watoto wangu wako kule Dar es Salaam, nani anayewahubiria net event? Kwa hiyo Eli ana watoto wawili, Hofni na Finehasi. Wakorofi, ni wakaidi, jamaa wameshindikana. Kwa mizani yote ya kijamii, IQ na EQ zimegoma. Hovyo kabisa. Taratibu za hekaluni wamezivunja. Zile nyama ambazo zilitakiwa zichomwe baada ya kutoa sadaka ya kafara, wao wanasema hizi ndio tamu, sisi tunataka tule hizi. Kwa nini Mungu anataka vizuri vizuri? Kwani sisi hatuvitaki? Mashemasi wakienda hekaluni kufanya usafi, Biblia inasema hawa vijana wawili walikuwa wanawabaka, tena ndani ya nyumba ya Bwana. Wameshindikana kabisa. Na mzee naye kwa bahati mbaya alikuwa hajasikia masomo ya Pastor Bihene, hana sauti ya kukemea. Wakimwambia mzee, vijana hawa, anasema bwana, watoto wa siku hizi hawa, sasa tutafanyaje? Mchungaji asai mchungaji bwana, ndio hivyo bwana, wameamua bwana. Mzee, watoto hawa bwana ndio vijana wetu hawa jamani. Siku moja taifa la Israeli likaingia shidani, likaenda vitani. Walipokwenda vitani wakapigwa kipigo cha mbwa koko. Wakagundua tumeingia kwenye shida. Wakafanya tathmini ya haraka. Wakasema kinachofanya tupigwe hapa ni kwa sababu tumekuja vitani bila uwepo wa Mungu. Sasa ili tushinde vita, turudi nyumbani, tulichukue sanduku la agano, tuichukue na ile Shakaina glory, tuchukue na ule utukufu wa Mungu, tuchukue ule uwepo wa Mungu, tuje vitani. Tukija na Mungu tutashinda. Wakaenda nyumbani, wakachukua sanduku la agano. Sanduku lilikuwa halishikwi na watu wa hivi. Wanaopaswa kulibeba sanduku ni nani? Hofni na Finehasi, watoto wa kuhani ambao wanafanya kazi hekaluni. Wakabeba sanduku, pamoja na kwenda na sanduku lao wakachakazwa zaidi. Yaani wakapigwa kweli kweli. Mtu mmoja akaona hali imekuwa mbaya,
akaamua kukimbia kupeleka habari nyumbani. Akaanza kumenya mbio kijana huyu. Anafika nje ya nyumba ya Eli, anamkuta Eli amekaa, ni mzee wa miaka 90 sasa. Amekaa tu anasubiria kusikia habari ya vita. Hata hivyo moyo wake haujatulia, maana sanduku la Bwana limeenda vitani. Na anaambiwa, anapomwona kijana anamuuliza, kijana, ni amani? Kijana anamwambia, si amani. Vijana wa Israeli damu yao imemwagwa na adui ameangamiza. Mzee ile habari anaipokea. Halafu anaambiwa, na vipi? Anaambia mzee, kana kwamba haitoshi, kijana wako Hofni pamoja na Finehasi nao wameuawa vitani. Hiyo habari inamuumiza mzee, lakini bado inamezeka. Mzee akiwa amezubaa, yule kijana anasema, na sanduku la Bwana na Shakaina na uwepo wa Mungu umechukuliwa na adui, umepelekwa kwa Wafilisti. Habari ile ilikuwa mbaya. It was unbearable. Hakuweza kustahimili kusikia tu ya kwamba uwepo wa Bwana umeondoka. Biblia inasema saa hiyo hiyo mzee akaanguka chini, akavunja shingo, na huo ndio mwisho wa maisha ya Eli. Turudi nyuma kidogo. Nini kimemuua Eli? Ni Israeli kupigwa vita? Hapana. Ni watoto wake Hofni na Finehasi kufa? Hapana. Habari ambayo mzee hakuweza kuibeba ni kuambiwa ya kwamba uwepo wa Mungu umeondolewa katikati ya taifa la Israeli. Alafu kuna watu sio wa kutuma habari. Hii jamaa, hata hatujamaliza mipango ya msiba hapa, kuhani mkuu amekufa, jamaa naye ndio mbio huyo. Mwaka 2017 tulikuwa tumeenda kwenye mahubiri ya TMI kule Nairobi. Tumepiga evangelism campaign pale Lang'ata pale. Kazi imeisha, mambo mazuri, tunarudi nyumbani. Sasa kulikuwa kuna binti mmoja anatuendesha, anatupeleka airport, anaitwa Karo. Karo alikuwa dereva mzuri, maana kwa majuma mawili tuliokuwa pale Nairobi, Karo ndo alikuwa dereva yetu. Brilliant driver. Tena hiyo siku alfajiri na mapema, tukiwa tunarudi airport, tukawa tunamtania Karo, tunamwambia Karo, sasa wewe Karo, wewe itabidi siku moja ufanye road trip uje ututembelee Tanzania kwa umahiri huu ambao umeonyesha kwa wiki mbili. Karo akawa anacheka. Kwenye gari ile tulikuwa mimi pamoja na mwinjilisti Magoti. Sasa mwinjilisti Magoti, nyie si mnajua kuna mambo tena yanaendana tu na namna na huruka na kule tulikozaliwa na tulivyolelewa. Magoti akawa anang'ang'ania kiti cha mbele na mimi nikamwachia, nikamwambia kaa. Si unataka kiti cha mbele? Kaa. Kwa hiyo tulikuwa napiga story alfajiri na mapema gari ile. Sasa tunaongea na Karo kumwambia kuendesha kuja Tanzania, tukaanza kuona gari inayumba pale bypass. Tunaenda airport. Inayumba. Sasa mimi nimekaa nyuma, nikajua sasa Karo ndo anatuonyesha umahiri wa kuendesha namna atakavyoingia Tanzania kwa mbwembwe. Kumbe gari ndio imemshinda. Ikayumba. Nikaona hali imekuwa mbaya pale alipoinua mikono akaanza kulia, oh my God, oh my God. Nikajua tena sio umahiri wa dereva wa Karo. Na kidogo data zikazima kabisa. Yani nikapotea. Yani I say kweli wafu hawajui neno lolote. Mnajua nilipotea. Sasa nikiwa nimepotea, polisi wakaja. Wanawaambia wenzangu ambao tulikuwa nao kwenye gari, mwinjilisti Magoti kwa kupenda kukaa viti vya mbele mpaka leo ana alama za ajali ile. Mtazameni tu kichwani. Ana alama, yani ile windscreen yote ilishuka hapa kichwani. Kwa hiyo ana makovu tu ya kutosha. Mimi nilikuwa nimekaa huku nyuma. Mimi wananitafuta, niko kwenye buti, nilikuwa sijafunga mkanda. Niko kwenye buti ya gari. Halafu wananitoa nimezima. Polisi wanawaambia huyu amekwisha kufa, wamenifunika kabisa. Tumwaishe huyu anayetoa damu nyingi, Magoti sasa apate matibabu. Wenzangu wanasema hatuwezi kumwacha hapa. Kama mnatupeleka mtupeleke wote. Wamevutana, sina habari. Rafiki yangu mmoja ndo akapata wazo, akasema sasa inabidi tumpatie baba yake Baraka taarifa kwamba tumepata ajali. Hana namba za mzee, lakini anamjua rafiki yake baba yangu mwingine. Kwa hiyo na ana namba zake. Kwa hiyo akampigia rafiki yake baba yangu, yeye yuko Dar, baba yangu yuko Mwanza. Akamwambia bwana, tumepata ajali ni mbaya, tunakimbizwa kwenda hospitali.
hali ikoje? Anasema Baraka is non-responsive, hajibu, atingishiki. Nikana kwamba wanasema he's no more, lakini tunaenda hospitali. Mwamba alipopokea taarifa alfajiri na mapema, mpendwa, ni saa 12 asubuhi, Mwamba akaruka hewani Mwanza moja kwa moja. Mzee akapigiwa simu, mzee akapokea simu, na yuko hapa atawaambia, sisemi uongo. Akaambiwa, pastor, habari? Salama. Mumeamkaje? Salama. Akamwambia, sasa pastor, wewe ni mtu wa Mungu, ni mtu wa imani sana wewe. Nimepiga kukuambia ya kwamba baada ya kazi kubwa ya utume, kijana amepata ajali na kwa bahati mbaya amepoteza maisha yake. Funga macho nikuombee. Hii dunia ina watu. Yaani mtu ameshani write off, hata madaktari bado, yeye tayari kashani delete. Sasa huyu jamaa katoa habari, hapa mzee amekufa. Haitoshi, mbio. Anafika pale, mke anamkuta mke wa Hofni ni mjamzito, ana mimba kubwa kabisa namna hii. Hata mimi tukipata hiyo ajali, mke wangu alikuwa na mimba ya miezi 8. Lakini nashukuru Mungu itifaki ilifuatwa vizuri ya kumpelekea habari. Jamaa anapoonekana ni kijana ametoka vitani, anaulizwa vipi? Anaambiwa tumepigwa na damu ya vijana wa Israeli imemwagika. Mama pamoja na mimba yake anaibeba ile habari. Mume wako na shemeji yako wameuawa vitani. Mama na mimba yake anaibeba ile habari. Nilipompatia baba mkwe wako taarifa, kuna watu sio wa kutuma taarifa, ameanguka na amevunja shingo mwili wake huko sasa hivi ndio wanashughulikia. Mama hiyo habari akaibeba. Akaambiwa na sanduku la Bwana na utukufu wa Mungu na uwepo wa Mungu katikati ya watu wake umeondolewa. Saa hiyo hiyo Biblia inasema mama maji yakapasuka. Saa hiyo hiyo mama akazaa mtoto. Saa hiyo hiyo mtoto wa kiume. Wanawake waliokuwa wamemzunguka wanamwambia mama, jitie moyo, usife moyo. Soma, iko kwenye Samueli wa kwanza sura ya 4 pale 15 mpaka 22. Usife moyo, Mungu amekuinulia mtetezi, hujapoteza vyote. Ni kweli mume amekufa, ni kweli shemeji amekufa, ni kweli baba mko amekufa, lakini Mungu amekupatia mtetezi, mtoto wa kiume. Hata uzaliwa wa mtoto wake haukuwa furaha kwa mama huyu. Mama huyu alisikika tu akisema neno moja, alipaza sauti akalia, akasema Ikabod. Ikabod ni neno la Kiebrania linalomaanisha utukufu umeondoka. Kwamba hata habari ya mtoto kuzaliwa bado si habari. Nina faida gani kuishi nje ya uwepo wa Mungu? Watoto watalelewaje nje ya uwepo wa Mungu? Ninawezaje nikawa mjane nje ya uwepo wa Mungu? Life is not worth living without God. Mama anasema ni heri kufa kuliko kuishi nje ya uwepo wa Mungu. Na ndio Paulo anakuambia kwenye ile sasa wa Korinto wa kwanza 4:7, lakini sisi tuliompokea Yesu Kristo, sisi tuliyempa maisha yetu Yesu Kristo, tuna hazina katika vyombo vya udongo, ya kwamba wewe hapo ulipo una utukufu wa Mungu unaong'aa ndani yako. Roho wa Mungu yumo ndani yako. Wewe uliyebatizwa katika mahubiri haya, yawezekana familia imekutenga, ndugu hawakuelewi, jamii imekukataa. Nimesimama hapa kukwambia hauko peke yako. Roho wa Mungu yumo ndani yako. Na huyo roho ni zaidi ya vyote ambavyo dunia hii inaweza ikakupatia. Kuna mtu yuko hapa ana shida, ana mateso, anapitia nyakati ngumu. Anasema maisha yatakuwaje? Paulo anasema usife moyo, usikate tamaa, hauko peke yako. Utukufu wa Mungu, Roho Mtakatifu yumo ndani yako. Na huyu Roho ndiye anayetupatia ushindi. Ngoja nikusomee kidogo Haika anapokuja na Kurasini wanapojipanga, na kusomea kidogo. Ona sasa matokeo ya kuwa na huyo Roho Mtakatifu ni nini?
Ona fungu la 8 la Wakorinto wa pili sura ya 4. Pande zote twadhikika bali hatusongwi, twaona shaka bali hatukatwi tamaa, twaudhiwa bali hatuachwi, twatupwa chini bali hatuangamizwi. Yani utapitia majaribu na majaribu, utapitia dhiki, utapitia mateso, utapitia manyanyaso, lakini kwa sababu Roho wa Mungu yumo ndani yako, huyo ndiye anayekushikilia pamoja. Sitaki kusimama hapa na kukudanganya ya kwamba kwa kuwa umempa Yesu Kristo maisha yako, maisha yatakuwa rahisi. Sitaki kusema ya kwamba hautaugua. Sitaki kusema ya kwamba ndugu zako hawatakufa. Ninasema ya kwamba kwa kuwa na Roho wa Mungu, hata upitie magumu ya namna gani, huyu Roho wa Mungu atakuvusha salama. Katika mateso na manyanyaso, katika kuzongwa na kusetwa, huyu Roho wa Mungu atakushika. He will hold you together. Atakushika, atakutunza, atakuhifadhi. Na siku itakayofika ya tumaini lenye baraka kutimia, Yesu Kristo atakaporudi, huyu Roho atakuwa amekupatia ushindi katika safari ya maisha hapa duniani. Kosa pesa, kosa mashamba, kosa vyote, lakini tafadhali uwepo wa Mungu kupitia Roho wake usikosekane ndani yako. Poteza vyote, lakini usiruhusu Ikabodi ikakupata. Usiruhusu utukufu wa Mungu kaondoka. Wewe ambaye umempa Yesu Kristo maisha yako kwa njia ya ubatizo, ni kweli unaweza ukakosa vyote, lakini muombe Mungu, usiniache. Kaa ndani yangu, tawala maisha yangu, tembea pamoja nami, nifundishe, nielekeze, niongoze katika mapito haya, mwisho nifanywe mrithi wa uzima wa milele. Haika, karibu. Karibuni tusimame. Wakati wimbo unaimbwa, ongea na Mungu wako. Wakati wimbo unaimbwa, tubu dhambi zako. Wakati wimbo unaimbwa, omba mianzo mipya. Muombe Roho Mtakatifu akae ndani yako, akuongoze katika maisha haya. Safari ya imani inaendelea. Inabidi tusonge, tukaze mwendo. Peke yetu hatuwezi, lakini yule Roho aliyemfufua Kristo kutoka katika wafu anaweza hata wewe akakuuisha, anaweza akakufufua, anaweza akakuinua, anaweza akakutengeneza. Kanisa na linaomba, kanisa na linaomba. Vichwa vimeinamishwa, macho yamefungwa. Kanisa linaomba.
wito jioni ya leo. Yupo mtu hapa ambaye katika mikutano hii na katika wiki hii amekuwa akijitoa kwa ajili ya ubatizo. Tunatamani kufanya maombi ya pekee kwa ajili yako. Lakini yuko mtu hapa ambaye bado hajajitoa na anatamani kumpa Yesu maisha yake jioni ya leo. Anatamani kuitangazia dunia kwamba mimi na mambo ya dunia hii basi, mimi ninataka nitembee na Yesu, nimpe Yesu. Ninaufungua moyo wangu kupitia ubatizo wa maji mengi, nijazwe na Roho wake Mtakatifu. Wewe ambaye bado hujabatizwa ubatizo wa maji mengi, wewe ambaye labda ulibatizwa lakini ukaondolewa kwenye vitabu vya ushirika, wewe ambaye umekuwa ukiishi katika maisha ya dhambi na kwa kweli umekuwa ukiishi maisha yaliyoko kinyume na mapenzi ya Mungu, lakini leo unasema ninatamani mianzo mipya, ninatamani ubatizo, ninahitaji kabisa kumpa Yesu maisha yangu. Kama uko hapa, ni waombe wachungaji mje hapa mbele. Kama uko hapa mtu wa namna hiyo, kwa nini usipige hatua na kuja hapa mbele? Kwa nini usipige hatua na uje hapa mbele? Unatamani kumpa Yesu maisha yako kwa njia ya ubatizo. Yawezekana umekuwa ukijitoa, leo pia njoo, tunatamani tukuombee. Kurasini karibuni. Kurasini karibuni. Kurasini karibuni. Muda si rafiki. Mama karibu. Bwana akubariki. Njoo. Wachungaji tafadhali nisaidieni kupokea watu. Kurasini karibuni. Karibu. Njoo kwa Yesu. Yesu anakuita. Yesu anakutafuta. Na saa ya wokovu wako ni sasa. Njoo. Kesho tutakuwa na ubatizo mkubwa sana. Kesho tutakuwa na ubatizo mkubwa sana. Mamia kwa mamia na maelfu kwa maelfu watampa Yesu maisha yao. Kwa nini wewe ubatizo ukukosa? Njoo kwa Yesu. Njoo kwa Yesu. Njoo. Tembea na uje. Bwana anakuita. Mbingu zinakuta. Hata kama uko kule nje, njoo. Hata kama uko nje, njoo. Yesu anakuita. Njoo. Tembea. Saa ya wokovu wako ni sasa. Mbingu zinakutafuta. Njoo kwa Yesu. Bwana akubariki. Asanteni wachungaji. Piteni. Wako watu wanafanya maamuzi. Kuna watu wanapambana mioyoni mwao. Waite, njoo. Haleluya, njoo. Saa ya wokovu wako ni sasa. Usipambane na Mungu, hautaweza kupambana na Mungu milele. Mpe Yesu maisha yako leo, upate mianzo mipya. Njoo kwa Yesu. Tembea. Bwana akubariki mzee wangu. Bwana akubariki dada. Bwana akubariki kaka. Bwana akubariki. Njoo. Kanisa nalimshangilie Bwana, liseme amina. Amen. Njoo. Yesu anakuita. Tembea. Asante Pastor Masunga. Naona unamleta kijana kwa Yesu. Bwana akubariki sana. Njoo. Yes. Bwana akubariki kijana. Njoo kwa Yesu. Bwana akubariki kaka. Jamani, yawezekana uko nje, yupo mtu anafanya maamuzi. Tunakuita kwa Yesu. Njoo kwa Yesu. Saa ya wokovu ni sasa. Hii ndio saa ya kujikabidhi kwa Mungu. Hii ndio saa ya ujazo wa Roho Mtakatifu. Hii ndio saa ya kuiacha dunia na mambo yake. Wewe njoo. Usiogope, njoo. Amen. Njoo kwa Yesu. Dr. Mpwani, tafadhali njoo waweke watu hawa mikononi mwa Bwana. Kabla sijafunga, yawezekana yuko mmoja, ni kweli muda wangu umeisha, na uko njia panda, unatamani kuja lakini hauwezi. Njoo. Nyosha mkono, watakushika mkono, watakuleta. Yaani unasikia tu uoga, unasikia hofu, unasikia mashaka, unasikia wasiwasi. Wewe njoo. Tembea. Bwana akubariki sana. Dr. Mpwani.
Njoo kijana, njoo. Yes. Haleluya. Njoo. Bwana akubariki. Bwana akubariki. Wakati wengine wakiendelea kuja madhabahuni, tuinamishe vichwa vyetu tuombe. Baba, ni wakati na saa kama hii umeridhia tukaisikia sauti yako, sauti ya wokozi, sauti ya kutukumbusha thamani yetu ipo katika Bwana ambaye alikufa kwa ajili yetu, ipo katika Utatu Mtakatifu, upo katika nguvu ya Roho Mtakatifu ibadilishayo hali ya kutokufaa kwetu, hali ya kuharibika kwetu na kuwa viumbe vipya. Kwa Roho Mtakatifu tunazaliwa. Majina yetu na historia ya maisha yetu yanabadilishwa na tunakuwa viumbe vipya. Asante kwa uwepo wako katika mkutano huu kwa majuma matatu. Umekuwa ukisema nasi, ukishughulika na wokovu wetu, na hata saa hii mlango wa wema umekuwa wazi. Na watoto wako tumekimbilia kwako, maana kwako kuna uzima wa milele. Asante, tumesimama tukiyatoa maisha yetu pia kwako. Tumekuja mbele tukiyatoa maisha yetu kwa ubatizo. Asante Mungu wa wema ya kwamba unatupokea kama tulivyo. Baba, tunaomba jioni ya leo, andika tena majina yetu katika kitabu cha uzima wa milele, na ule muhuri wa wokovu ukapigwe katika mioyo yetu, na kusiwepo na jambo lolote litakalobadilisha maamuzi yetu isipokuwa kukaa na wewe siku zote za maisha yetu. Asante Baba kwa ajili ya mtumishi wako ulivyomtumia kwa namna pekee. Mpatie nguvu tena usiku huu wa leo na kesho hapo kwenye ibada kuu. Simama pamoja naye ili unene neno la mwisho. Asante, tupatie jioni njema na pumziko jema, maana twaomba tukiamini katika Kristo uliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen.